Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa, niko power kama yote. Mnaonekana mkiwa na furaha sana wa Tanzania ambao mmefika hapa kuipokea timu ya taifa. Kwanza kwa kuanzia kwako, nataka unielezee kwa namna ambavyo umekiona kiwango cha timu ya taifa katika AFCON ya msimu huu, kilikuwa ni kiwango cha aina gani na pengine tulistahili kufika pale ambapo umeona tumefika? Kiwango performance yake ilikuwa bora toka mechi ya kwanza mpaka mechi ya hatua 16 bora, ilikuwa bora zaidi kuliko hata mechi zote zilizopita, lakini mipango ya mwamuzi haikuwa upande wetu, ilikuwa upande wa wenyeji na akawasababisha wenyeji kwenda hatua robo finali. Lakini kama mechi ingechezeshwa 100% basi naamini ingeenda kuamuliwa kwenye mikwaju ya penalty ama kwenye extra time, lakini binafsi mwamuzi hakutaka huko, akaamua kuwapeleka moja kwa moja ndugu zetu hatua robo finali, na sisi tumekubali, lakini kwamba ni hatua kubwa kwa taifa letu la Tanzania. Toka mashindano makubwa yaanzishwe barani Afrika hatujawahi kufika hatua ya 16 bora toka miaka hiyo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumetinga hatua ya 16 bora. Tuna haki ya kujipongeza, tuna haki ya kujivunia kama Watanzania, lakini yote kwa yote nipeleke salamu zangu za dhati na pongezi zangu kwa dhati kwa Tanzania Sports Influencers kwa ajili ya kujitoa kwa jasho na damu kuhamasisha kuhakikisha Watanzania wanakuja hapa Terminal 3 kuja kuipokea timu yao, na sisi tumejipanga kimkakati na tuna zawadi zetu tutaziwasilisha hapa kwa baadhi ya viongozi waandamizi wa mpira wa miguu hapa Tanzania. Kwa hiyo naamini binafsi timu yetu imepambana, imejitoa kwa jasho na damu, na sisi tumejitoa kuja hapa kuwasubiri na kuwapokea mashujaa wapo. Wapo watu wanaobeza, kwa nini mnaenda kuwapokea? Kitu gani walichokifanya? Hili ni jambo kubwa, halijawahi kufanyika kwenye taifa letu. Lazima tutimize. Kuna watu walikuwa wanapokea timu zao za vilabu kwenye hatua ya robo finali. Iweje sisi tusipokee timu yetu kwenye hatua kubwa ya 16 bora? Ni hatua ambayo hatujawahi kufika. Kocha Gamondi amejitengenezea rekodi yake kwa kupewa nafasi ya kocha wa muda, lakini amepeleka timu 16 bora. Kwa hiyo tuna haki ya kujivunia kama Watanzania na tuna haki ya kuwapongeza wachezaji wetu. Pengine unaweza kutuweka wazi ni zawadi gani ambazo mmewaandalia wachezaji? Zawadi itakuwa ni siri ya kambi, utaziona baada ya wachezaji wakiwasili, na wachezaji gani watakabidhiwa zawadi na viongozi gani waandamizi wa mpira wa Tanzania pia watakabidhiwa zawadi, kwa kuonyesha kwamba Tanzania Sports Influencers wako pamoja na timu wa taifa, wako pamoja na nchi, wapo pamoja na Watanzania wote. Tutakabidhi zawadi zetu hapa kwa mapenzi ya dhati ya Tanzania Sports Influencers kwa ajili ya nchi kwa jumla. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki leo itaonekana hapa. Pengine katika kundi letu ni timu gani wewe ulikuwa unaiona kama tishio kwetu na pengine ilikushangaza kwa aina matokeo ambayo tuliyapata? Timu ambayo niliona kwamba itatupa ugumu sana wa sisi kuqualify kwenda hatua iliyofuata ni Nigeria pamoja na Tunisia. Tunisia niliwapa nafasi ya kwanza kuwa ndo timu ambayo itatusumbua zaidi kuelekea hatua ya robo finali au 16 bora, lakini haikuwa hivyo. Timu tuliyoona sisi ngumu ndio ikawa nyepesi, timu tuliyoona sisi nyepesi ndio ikawa ngumu. Kama unavyoona Nigeria walikuwa wagumu kwa sababu tulipoteza kwenye mchezo wa kwanza, lakini Tunisia wamekuwa wepesi, wamekuwa unga ama ni ngano, lakini mwisho wa siku mwamuzi akawapakata akawapeleka hatua ya robo finali, lakini naamini tulikuwa bora sana. Pengine kwa namna ambavyo umetazama timu ambazo zimefuzu sasa hivi katika hatua ya robo finali, unadhani kama tungefuzu pengine tungefika mbali zaidi ya pale ambapo watu wengi walitarajia? Tungefika mbali zaidi, naamini kama walivyofanya Ivory Coast walivyokuwa wenyeji, walipita kwa Best Loser, lakini Best Loser wakaenda wakawa mabingwa. Kwa hiyo naamini na sisi hatukuwa waendaji wa mashindano, lakini tulipita kwa Best Loser. Naamini tungepewa fursa, tungepewa nafasi ya kuqualify kwenda hatua inayofuata, naamini tungeenda kushangaza ulimwengu, tungelisakaza bara la Afrika kwamba sisi ni Watanzania, hatujachelewa, tupo kwenye wakati, na sisi tunahitaji kuwa wakubwa kwenye national team. Tumekuwa wakubwa kwenye vilabu, lakini sasa ilikuwa ni muda kwenda kuwa wakubwa kwenye national team, na tulikuwa tumeonyesha kwa vitendo. Lakini dunia imeona, bara la Afrika limeona, na mabara mengine duniani yote yameona kwa nini Tanzania amenyonyolewa, na kuna bango kubwa limeweka katika ardhi ya Tanzania na yule mwamuzi kutoka Mali kwamba hili ndio jasusi la AFCON, na kama atapewa mchezo wa nusu finali au finali hawatobeba ubingwa ambao wataenda kukutana nao. Yani Morocco kama anaenda kukabidhiwa tena mwamuzi yule wanatoboa, wanafika finali. Kama watapangiwa waamuzi wengine wale watoboa waingie hatua nusu finali, mimi nipo hapo, tutakuja kutoa majibu. Nandi, kwa namna ambavyo umeona performance ya wachezaji wote wa timu ya taifa, ni mchezaji gani hasa ambaye kwako unaweza ukasema alikuwa anakuvutia kama shujaa the way ambavyo alikuwa anacheza katika mashindano haya msimu? Mimi kifupi wachezaji wote walinivutia sana, lakini kuna mchezaji mmoja wa kigeni ambaye ni Tanzania lakini ni uko nje, lakini yule Alalakia ni mchezaji mmoja ametuonyesha kwamba kumbe kuna wachezaji wengi wapo nje ya taifa letu, tunahitaji kuwarejesha sasa, kuunganisha nguvu moja waje kulisapoti taifa. Kama tunapata Alalakia 5 ama 6, mimi naamini msimu unaofuata 2027 tunabeba ubingwa, unabaki hapa hapa, auendi Morocco, auendi Nigeria wala Tunisia. Msimu kama AFCON inaokuja ubingwa lazima ubaki. Ubingwa lazima ubaki. Ni waombe viongozi wa serikali wapambane kutuletea vijana wetu ambao wanacheza kwenye mataifa mbalimbali, warejee Tanzania. Watu tunao, kumbe tunapata shida, kumbe professional player tunao kibao. Watuletee kina Alalakia wafike 5 mpaka 6 ama 7, tutapata national team bora, na nahakikisha ubingwa utabaki Tanzania wa AFCON 2027. Na sisi kama Tanzania Sports Information tuko pamoja.
pamoja na Watanzania, tuko pamoja na TFF, tuko pamoja na serikali. Tutatembea mkoa kwa mkoa kama serikali itavyotupangia ratiba yao. Naamini tutahamasisha Watanzania tujiweke tayari kuelekea 2027 kupokea wageni wetu na kuhakikisha tunapokea kombe hapa na linabaki hapa hapa. Shukrani sana. Asante sana.